pale ulipo, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mungu mkombozi na Mungu muweza wa yote, ni jioni nyingine Bwana ametufikisha ili tukuje kulinena neno lake kwa uaminifu wa kwake. Nitaomba na kisha tutaenda hapo pengine. Mungu mwaminifu, Mungu muweza wa yote, wewe usiyeshindwa na jambo lolote lile dadi, na kushukuru na kuinua na kupa sifa kwa kuwa wewe ni muweza wa yote. Wewe hujawahi shindwa na jambo lolote dadi, wewe unaanzisha na kisha unapata kukamiliza. Jehova, katupe rehema zako, katupe huruma zako, katuangalie kwa kuwa wewe ni muweza wa yote dadi. Pata Jehova kuinao kusuka leo dadi, upate kututembelea, upate Jehova muweza wa yote kutupa neema yako popote pale tutaenenda dadi, kwa kuwa rehema zako na huruma ni nyingi dadi. Muweza wa yote, pata kututawala kwa kuwa unaweza. Tusunguke kwa kuwa wewe ni mwaminifu, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu, nitasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 4 mstari wa kwake ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 4 mstari wa kwake ule wa 4. Ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmemshinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmemshinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yesu ni mwaminifu, Yesu ni muweza wa yote, popote pale alipo. Anasema ninyi watoto wadogo. Kumbuke Yesu alisema ya kwamba watakaoingia katika ufalme wa Mungu ni wale ambao watajichuza wawe kama yule mtoto. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Yeye ni komanda wa vita. Anasema kwa kuwa yeye aliye ndani yenu. Mungu hakuweka Yesu Kristo, hatukumjua Yesu Kristo kwa kimwili tena. Hatutamjua Yesu Kristo kwa kimwili, bali tutamjua Yesu Kristo kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu mwaminifu, na ni Yesu anayekamilisha. Ni Yesu asiyeweza kushindwa na neno lolote. Anasema yeye aliye ndani yako mpendwa, yeye aliye ndani yako, huyo Yesu ninayemtaja, huyo aliye ndani yako ni mkuu kuliko wale wote walio duniani. Yeyote, chochote unachokiona duniani, chochote unachokifikiria kwa mawazo ya kwako, chochote unachokiwacha kwa mawazo ya kwako cha dunia, hicho ni kidogo kuliko kile ambacho kiko ndani yako. Ni Mungu muweza wa yote. Yesu ni mkuu, Yesu ni mshindi, Yesu ni tumaini letu, Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Hajawahi shindwa na neno lolote. Popote pale ulipo, mtegemee Bwana Yesu naye atatenda katika maisha ya kwako. Muite Bwana Yesu naye atatenda jambo ndani ya nyumba ya kwako. Yesu anatawala siku zote, Yesu anainua siku zote. Anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia, mpingeni Shetani naye atatoroka, mpinge Shetani naye atatoroka, mkaribie Mungu naye atakukaribia. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Anatuliza bahari, anapasua bahari. Israeli anapita katika nchi kavu. Yeye ni muweza wa yote, yeye ni mwamba imara, hajawahi shindwa na neno lolote. Yeye ni mwaminifu, yeye anainua kutoka mavumbini kupandisha juu. Alimuinua Sara, naona akimuinua Hana, naona akiinua yule Batimayo, akamtoa kutoka kuomba masilingi na kumpa macho, akaenda akatafute za kwake. Mungu ni muweza wa yote. Naona akimuinua yule mtu aliyekuwa mahali pamoja miaka 38. Yesu ni muweza wa yote. Akamshika mkono na akamtoa katika udhaifu wa kila namna, akamtoa katika ule udhaifu na akamwambia aende akatangaze injili ya kwake. Yesu anaweza siku zote, Yesu anainua siku zote. Ni yeye aliyemtoa Anania kwa kitanda akiwa na miaka 8 kwa kitanda na magonjwa. Mungu ni muweza wa
wa yote. Ni yeye aliyemwangalia yule mtu aliyekuwa amesaliwa akiwa kiwete, na akamuinua akatoka katika uwete, akampa nguvu na akamuwezesha, kwa kuwa yeye ni mwaminifu, kwa kuwa yeye anaweza siku zote. Anatuliza bahari, mawimbi ikia anapata kutuliza. Yeye ni Mungu muweza wa yote, hajawahi shindwa na neno lolote. Upepo ukija katika maisha ya kwako, bora ukiwa unamtegemea Bwana Yesu, anapata kutenda maishani mwako, anapata kukuinua, anapata kukupeleka hatua kwenda katika hatua nyingine. Hajawahi shindwa na neno lolote. Nasema wawili hawawezi wakatembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Ukisapatana na Yesu Kristo, yeye ni simba wa kabila la Yuda. Atakutoa katika ufukara, atakutoa katika kukonde, atakutoa katika nyumba za kuhangaishwa, atakutoa katika umasikini, atakutoa katika umalaya, atakutoa katika udhaifu wa kila namna. Mungu ni muweza wa yote. Hakuna kila kitu ambacho tunahitaji ili tupate kuinuka. Hakuna kila kitu ambacho tunahitaji ili tupate kusonga mbele. Yeye ni Mungu asiye dhaifu, hana udhaifu wowote, hana umasikini wowote. Hawezi akakuwekea magonjwa ukimuita, hawezi akashindwa na jambo lolote lile. Unapomtaja, unapomuita Bwana Yesu, anapata kukutumishia hiyo ahadi yako, anapata kuitenda hiyo ahadi ya kwako. Mungu ni muweza wa yote. Anasema hivi, hatafanya jambo lolote kabla hajamuhimiza, hajamuonyesha mtumishi wa kwake, na hataenda kutenda jambo kabla hajakuonyesha mpendo. Nami nimekuja leo nikutabirie, nikwambie, ameniambia ya kwamba upate kuinuka kwa hiyo kitanda, upate kuinuka katika huo masikini, uondokee katika taabu, uondokee maisha mabaya, uondokee matatizo, uondokee pombe, uondokee maisha mabaya, uondokee hizo saruria za watu, uondokee katika kasi ambacho hasina manufaa ndani ya kwako. Mungu ni muweza wa yote. Anaweza akakuwezesha, akakutoa mahala hapo umeshindwa, anaweza akakutoa mahala ambapo umeshindwa, ili akupate kuonyesha ya kwamba msalaba una nguvu, msalaba una nguvu, ili apate kukuonyesha ya kwamba damu ya kwake haikutiririka bure, bali ilitenda kazi, bali hata sasa itatenda kazi. Nami nakuaminia ya kwamba mpendo, wewe ulihangaika upate watoto, Mungu ni muweza wa yote, atakuwezesha. Wewe unahangaika kwa ndoa ya kwako, Mungu ni muweza wa yote, anaweza akairejesha ikawa ile ya amani ya kwanza. Mungu ni muweza wa yote, hajawahi shindwa na neno lolote, hajawahi shindwa na neno lolote. Akasema, nimeona machozi ya wana wa Israeli na kisa nimesikia kilio chao, na napata kusuka ili nipate kwenda kuwaokoa, ili niwatoe katika nchi ya utumwa, niwapeleka katika nchi ya ahadi ambayo niliahidia mababu za kwao, ambayo niliahidia babu za kwao, na akawatoa katika nchi ya utumwa na akawapeleka katika nchi ya ahadi inayomimina maziwa na asali. Akawapeleka nchi ambayo iko na manyumba, iko na magorofa. Wakaingia nyumba ambazo hawakujenga, wakaingia kwa mitunda ambayo hawakupanda, wakakula vitu ambavyo ni vizuri vya kutokana na Mungu. Mungu ni muweza wa yote. Akiahidi atafanya, kwa hakika atafanya. Akiahidi atakuinua mpendo. Akiahidi ya kwamba familia yako haitahangaika, Mungu ni muweza wa yote. Kwa hakika iwezi ikahangaika, kwa hakika iwezi ikatolewa mahali popote pale. Ni majini anakuhangaisha, ni roho mbaya zinakuhangaisha wewe mpendo unayetishiwa duniani hii, wewe mpendo unayetishwa na maroho mabaya. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Anasema usifadhaike wala usiogope wala usiwe na hofu, kwa kuwa Mungu yu upande wa kwako, ili akusike mkono, apate kukufikisha mahali ambapo amekuandalia, ili apate kukutoa katika mavumbi, apate kukuinua, ili apate kukutoa maisha mabaya, ili apate kuondoa hiyo kasi yako katika hiyo kiwango ambayo imekaa kwa muda mrefu, ili apate kuitoa hiyo huduma yako imekaa mahali pamoja kwa muda mrefu, ili apate kuitoa hiyo familia yako ambayo haina mahali pa kulala, apate kuipa mahali pa kulala. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote. Aliyemkumbuka Hana, aliyemtoa Hana machozi, ndiye ninayemtangaza. Aliyemtoa Hana machozi, ndiye ninayemhubiri leo. Mungu ni mwaminifu, anaweza siku zote. Anatusingira, anatuwekea ukuta wa moto ili tusiwe na wasiwasi, ili tusiwe na hofu yoyote. Mpendo, usiwe na hofu yoyote. Mpendo wa Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote. Kama alituliza bahari, hata hiyo matatizo
malisho anaweza akatulisha. Kama alituliza bahari, hata hiyo mawazo anaweza akatuliza. Kama alituliza upepo, hata hiyo inayokukimbisha anaweza akaisimamisha. Hao adui wanaokukimbiza anasema wataingia kwa njia moja, lakini watatoka kwa njia saba, atawatoa kwa njia saba. Anaweza siku zote, anaweza siku zote. Aliwatoa wale ambao walikuwa wamuue yule mwanamke, akawatoa, akawaambia yeyote asiyekuwa na dhambi hawa wa kwanza kumtupia huyo mwanamke jiwe mmoja mmoja. Wakatoka mmoja mmoja, wakaondoka, wakatoka kwa njia saba. Mungu ni muweza wa yote. Walikuja wakiwa pamoja, lakini wakati wa kuambiwa waondoke, hakuna yeyote ambaye aliondoka na mwingine. Wote waliangaliana na mtu akachukua njia ya kwake. Yesu akisema lazima atatenda. Alisema wataingia kwa njia moja na watatoka kwa njia saba, na ikawa hivyo hivyo ambavyo amesema mpendo. Na leo hii anasema atakubariki utokapo na uingiapo. Nami nimekuja kukuhakikishia hilo neno linatimia ndani ya maisha ya kwako. Hilo neno linatimia ndani ya nyumba ya kwako. Hilo neno litatimia katika kazi za kwako. Hilo neno litatimia katika huduma ya kwako. Mungu atakubariki utokapo na uingiapo. Atakulinda utokapo na uingiapo. Hatawahi kuacha. Hata wandui wainuke namna gani, hata watu wakuinukie namna gani, hata pesa zikuinukie namna gani, hata usumi kuinukie namna gani, hata wahi hata mtume wa kwake, hata wahi waacha mitume wa kwake wakaendelea kufanya hizo. Na pale walipomlilia Bwana Mungu Yesu, walipomlilia Mungu wakiwa pale kwa nyumba, wakamwambia ya kwamba hivi ndivyo ambavyo walikuwa wanatesa mitume wa kwake. Na walipomlilia Bwana Yesu akasuka kwa nguvu. Wote wakaanza kunena kwa lugha nyingine, wote wakaanza kunena kwa lugha ngeni. Mungu ni muweza wa yote. Akisuka anawapea nguvu. Mnaondoka hamjui ya kwamba hiki ni cha mtu ama hiki ni cha nani. Wakauza masamba, wakauza vitu vyao ili wapate kuhudumia Injili, ili wapate kuhudumia Injili. Mpendo, simamia Injili. Mpendo, simamia Injili. Mpendo, simamia Injili. Kamata Injili vizuri, kamata neno la Bwana vizuri, litimize ipasavyo, nalo litatimia ndani ya kwako. Anasema utalikusudia neno la kwake, nalo litathibitika ndani ya maisha ya kwako. Mungu ni muweza wa yote. Anasema unikumbuse, tuojiane ili upate kueleza haja chako, nipate kukupa haki ya kwako. Mungu ni muweza wa yote. Na tuojiane, eleza sinda za kwako ili upate kupewa haki ya kwako. Nilithibitishaye neno langu kwa mtumishi wa kwangu, ninajeliangalia neno langu ili nipate kulitimisha ndani ya maisha ya mtumishi wa kwangu. Mungu ni muweza wa yote. Tukae ndani ya neno lake na neno lake likae ndani yetu, ili chochote tutakachomuomba apate kutupa mpendo. Anaweza siku zote, anatawala siku zote. Yeye aliyepungua vipofu macho wakapata kuona, ndiye huyo ninayemtangaza. Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda. Hajawahi shindwa na neno lolote lile, hajawahi shindwa na neno lolote lile, hajawahi omba msaada kwa mwanadamu, hatawahi na kama hatawahi. Yeye aliyekuwepo yupo na atasindi kuwa. Ndiye ninayemtangaza, ndiye ninayemtangaza leo, ndiye ninayemhubiri. Anatuzungukia, anatulinda, anatuinua, anatuhifadhi. Hajawahi shindwa, anatusafisha kila kuchao. Mungu ni mwaminifu. Utukufu wake kila kuchao anapata kufanya upya. Utukufu wa Bwana Yesu anaufanya kila upya kila kuchao. Yesu ni mwaminifu. Yesu ni muweza wa yote. Akusike mkono tu bora peke yake, uachilia akusike mkono. Atakuonyesha makuu usiyoyajua, atakuelekeza njia ambayo ungetarajia uelekesho. Atakupeleka na nakuhakikishia ya kwamba hatakupeleka akuasie jiani. Atakutoa na atakupeleka na atakufikisha. Mungu ni muweza wa yote. Hajawahi shindwa. Kama ni masomo unaona yamefika mwisho, hapo ambapo umefika mwisho, kuna kuanzia hapo ambapo kazi yako imefika. Kuna mwanzo hapo ndani ya Kristo, kuna mwanzo ndani ya Kristo, kuna mwanzo ndani ya Kristo. Hapo huduma yako imefika mwisho, hapo umeshindwa na maombi, hapo kuna nguvu ya kuanza tena. Kuna nguvu ndani ya Kristo upate kuanza tena, upate kuanzia hapo ukiwa na Kristo. Na nakuhakikishia ya kwamba hautafika mwisho, hautafika mwisho. Yesu hana mwisho, Yesu hana mwisho. Nasema mimi ni Alfa na Omega, mimi ni mwanzo tena ni mwisho. Anaweza siku zote. Yeye ni mwaminifu,
Yeye ni mtuliza bahari. Yeye anaweza siku zote. Ametulinda, ametusungukia. Anasema keseni mkiomba ili majaribu yasije yakaingia ndani ya kwenu. Yesu anaweza siku zote. Anatupa mlango tupate kumuomba, tupate kukesa tukiomba ili majaribu yasiingie ndani ya maisha ya kwetu, ili tusinyanyaswe na matatisho, ili tusiingie katika majaribu, tupate kutembea katika roho wa kwake. Yesu ni mwaminifu. Yesu akutawala, Yesu akuinue, Yesu akutembeze pale ambapo umeshindwa kwenda. Yesu akufikisha mahali ambapo watarajia kufika. Yesu akutoe mavumbini. Yesu akuinue. Yesu akupe nuru ya kwake. Yesu akuinue popote pale ulipo mpendo. Akutangaze, akulinde, akuangazie njia za kwako. Nasema neno la Bwana ni taa ya miguu yangu. Ninapotembea sitakuwa na giza. Ninapotembea sitakuwa na giza, bali nitakuwa na nuru. Nitakuwa na nuru. Wewe mpendo, wewe si wa kukaa katika giza. Wewe mpendo, si wa kukaa katika giza. Wewe ni wa kuondokea giza. Wewe ni wa kuondokea umalaya. Wewe ni wa kuondokea mambo mabaya. Wewe ni wa kuondokea vitu vibaya, ili upate kuingia katika vitu vizuri, ili upate kuingia katika hatua ya kwako, ili upate kutoka hapo mahali ambapo umelemewa, apate kukupeleka mahali ambapo unatarajia kufika. Yesu ni mwaminifu na Yesu anaweza siku zote. Yesu anatawala siku zote. Anatupa rehema za kwake. Huruma zimejaa ndani ya kwetu, kwa kuwa ni mwaminifu, kwa kuwa ana upendo, kwa kuwa anatupenda, kwa kuwa anatupenda. Hakuna mwingine anaweza akajitoa muhanga kwa sababu ya mtu mwenye dhambi. Hakuna mtu yeyote anaweza akajitoa hafe, ateso, anyanyashwa kwa sababu ya watu, bali yule aliye mbinguni, aliyekuwa katika kiti cha kwake, akaona ya kwamba hao watu watanyanyasa sana, akaona hao watu watasinda sana, akaona hao watu watakula umasikini sana. Akasema nitatoka nami nitaenda, nitawaokoa. Wewe uliyeokolewa na uko hapo sasa, wewe uliyeokolewa na uko hapo mpendo, wewe uliyeokolewa na uko hapo mpendo, usikiliza neno la Bwana vile ninasema ya kwamba niite nami nitakuitikia. Yesu ni mwaminifu. Akisa kuokoa anakupa mlango wa kumuita tena, ili upate kuja kukuonyesha mambo usiyoyajua. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Nasema visha nami nitakufungulia, niombe nami nitakupa, tafuta nao utapata. Yesu anakufungulia mlango mpendo, upate kuingia pasipo kupingwa na mwanadamu yeyote. Ingia pasipo kupingwa na mama yako, ingia pasipo kupingwa na baba yako, ingia pasipo kupingwa na watoto wako. Ingia mlango huu wasi, mlango huu wasi kwa sasa, mlango huu wasi kwa sasa. Ingia upate neema ya Bwana, upate kutembelea katika ujasiri wa Bwana Yesu, na akusingire, akupe nguvu, akupe neema ya kwake, kwa kuwa anaweza siku zote. Yesu ni mwaminifu. Baba, unaweza siku zote. Baba, unatawala siku zote. Maisha ya kwetu Baba, umekuwa mwaminifu, umetulinda, umetuonekania, ukatupa neema ya kwako, ukatupa kutilitaya neno lako, ukatupa ujasiri ili tupate kulinena ipasavyo. Dadi muweza wa yote, nawe kazuke Jehova, ukatende popote pale walipo. Katendee wapendo hao wote Dadi, kawatendee Dadi kwa neema yako na kwa nguvu zako. Ni wewe unaweza siku zote, ni wewe wa kuinua na ni wewe wa kulinda, wewe ni wa kutajirisha, wewe ni wa kutoa mavumbini Dadi. Katuzunguke Baba, katulinde. Naombea mpendo popote pale alipo Dadi, muweza wa yote, kamtangulie, kamuwezeshe Jehova kwa kila ambacho hawezi Dadi, muweza wa yote ukamuwezeshe. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na napata kuamini. Amen. Yesu. Yesu akutangulie, Yesu akupe neema ya kwake. Yesu akuonekanie popote pale ulipo, na akupe ambacho unachokihitaji. Yesu akutangulie. Amen.